Waziri wa Kazi na Uwekezaji Mheshimiwa Sharifa Ali Sharifu amewataka wanajamii kuyathamini na kuyatunza maendeleo yaliyowekwa na serikali ili yapate kudumu kwa muda mrefu. Ombi hilo amelitoa katika hafla ya ufunguzi wa skuli ya maandalizi Kitope kwa niaba ya skuli ya Kibuyuni, Kinyasini, Donge, Fuoni Kipungani, Koani, Jumbi, Kizimkazi na Kitogani, hafla iliyofanyika huko Kitope mkoa wa Kaskazini B Unguja, ikiwa ni mwendelezo wa shamra ya maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi Zanzibar. Amesema serikali ya awamu ya 8 imetekeleza kwa kiasi kikubwa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kuyafanya miradi ya maendeleo kwa wananchi. Aidha, amewataka wanajamii kuyatunza na kuyathamini maendeleo hayo kwa vizazi vya sasa na vya baadaye. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nadhani mimi tutakuwa mtu pekee nimeambiwa kufungua skuli 9 kwa wakati mmoja. Ukiangalia hapa list ya shule ambazo tunazifungua leo ni kama zifuatazo, na kila moja naomba ipigiwe makofi: Kitope, Kibuyuni, Kinyasini, Donge, Fuoni Kipungani, Koani, Jumbi, Kizimkazi na mpaka Kitogani. La pili, naomba nitoe pongezi za dhati kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Pongezi hizi za kwanza zina mnasaba wa hizi sherehe. Tumpongeze kwa kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi yetu matukufu ya Zanzibar mwaka 64. Na matunda yake mnayaona. Hamyaoni? Mnayaona? Ni mengi si mengi? Ni maajabu si maajabu? Kwa hiyo Dr. Mwinyi, Dr. Mwinyi nimpongeze pia kwa kuchaguliwa kwa kishindo kikubwa sana tarehe 29 Oktoba 2025 kuendelea na muhula wake wa awamu ya pili. Muhula wake wa pili wa awamu ya 6. Kwa hiyo hizi ni hongera za pekee, naomba tumshangilie kwa hilo. Lakini pongezi nyingine zinaenda Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Hawa jamaa wamefanya mambo makubwa sana. Maanake nikiuliza ni shule ngapi zimefunguliwa za sekondari, za msingi, za maandalizi, maanake haya ni maajabu jamani. Hongera sana Wizara ya Elimu. Hongera kwako Katibu Mkuu. Hongera sana waziri wetu Leila. Hongera sana naibu waziri wetu Khadija Salim Ali. Lakini pia hongera kwa makatibu wakuu, wakurugenzi na nyote ambao mnahangaikia nchi yetu hii. Lakini nichukue fursa hii kwa sababu natoa pongezi, niwapongeze walimu wote wa Unguja na Pemba. Matokeo tunayoyaona katika kipindi hichi ni makubwa, yanatisha. Sisi wengine tulikuwa watoto wetu tunawapeleka kwenye private school, sasa hivi tumewarejesha wenyewe katika shule za serikali. Katika kipindi hichi mambo ya maajabu yamefanywa. Mashule ya sekondari mengi kila pahala unapokwenda, shule za msingi nyingi kila pahala unapokwenda. Na tena nikwambieni, samahani kwa kusema hivyo, lakini wakoloni walivyotengenezea hizi shule zilikuwa ni kama mabanda ya mbuzi. Kweli si kweli? Ukiingia mle ikinyesha mvua Hamisi unafanyaje? Unaroa. Mimi nimesoma humo. Angalieni vitu alivyovileta Dr. Mwinyi. Maghorofa, AC ndani, digital components zote zimo ndani. Tuwape hongera sana sana serikali kwa mambo makubwa aliyotufanyia. Na hii itupelekee sasa kuthamini mapinduzi yetu matukufu ya 1964. Kwa sababu malengo yake yalikuwa nini? Kumuondoa Muafrika, kumuondoa Mzanzibari kutoka hali duni aliyokuwa nayo
iwe ya kimaisha, iwe ya kielimu, na kufikia katika hali ya juu sana. Hili ni jambo kubwa, na kwa kweli serikali zetu zinatekeleza hii ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha maendeleo makubwa yanaonekana katika nchi yetu Unguja na Pemba. Kitu muhimu sasa, miundo mbinu tuliyoiweka hii kama serikali itunzwe vizuri, na kuna umuhimu mkubwa wa wazazi na wazee na watu ambao wamezunguka maeneo haya kuyathamini haya na kuyatunza, kwa sababu yamewekwa kwa ajili yao. Kwa hiyo mashirikiano ambayo yatahitajika kutoka kwa wazee pamoja na walimu ni muhimu, kwa sababu yale ndio yatawajenga watoto wetu. Tumekubaliana hilo. Kwa hiyo natoa wito kuwe na mashirikiano mazuri kati ya walimu, lakini pia wazee, lakini pia ambao wamezunguka. Hata kama mtoto wako hayuko hapa, ujue kuna siku utafaidika na shule hii. Tuthamini sana hii. Kwa mnasaba huo, hapa nimepata maombi kutoka kwa wazee wa Kitope, na maombi hayo naomba niyaseme halafu nitoe maelekezo. Ombi la kwanza kutoka kwa wazee, wanasema wanataka kuwe na ulinzi wa hii skuli. Ombi la pili kutoka kwa wazee, wanataka kujengwe uzio wa hii skuli, uwanja wa kuchezea watoto wao hapa. Na ni kweli watoto wanapenda sana kucheza, na inaweza katumika huo michezo kuwajenga kiakili, kuwajenga kimaadili, lakini pia kuwajenga kimiili yao. Sasa maelekezo ninayoyatoa haya nayarejesha Wizara ya Elimu. Katibu Mkuu pamoja na wizara muyasimamie haya na tuhakikishe yanafanikishwa kwa muda mfupi ujao. Akitoa maelezo ya kitaalamu, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Zanzibar, Khamis Abdullah Said, ameeleza kuwa skuli ya Maandalizi imeanza rasmi ujenzi wake mwezi Agosti 2024 na kumalizika Oktoba. Gharama za skuli hizo 9 ni bilioni 3.6 na kila skuli imeharimu shilingi milioni 400. Chukue fursa hii pia kumshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuipa kipaumbele sekta ya elimu pamoja na sekta ya kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa skuli hizi za Maandalizi ulianza mwezi Agosti mwaka 2024 na ulimalizika mwezi Oktoba. Gharama ya ujenzi wa skuli zote 9 ni bilioni 3.6 kwa mujibu wa mkataba, na kila skuli iligharimu shilingi milioni 400. Mheshimiwa mgeni rasmi, skuli 8 kati ya hizi zimejengwa na kikosi chetu cha KMKM Marine na kusimamiwa na mshauri mwelekezi ZBA. Skuli ya Maandalizi Fuoni Kipungani imejengwa na kikosi cha chuo cha mafunzo na kusimamiwa na mshauri elekezi AE&Q Consulting Company. Mheshimiwa mgeni rasmi, skuli hizi kila moja ina madarasa 8 na ina uwezo wa kuchukua wanafunzi 180 kwa wastani wanafunzi 45 kwa darasa. Pia kila skuli ina vyoo 12, kuna ofisi ya mwalimu mkuu, kuna ofisi ya walimu, kuna ukumbi wa chakula pamoja na jiko ambalo litakuwa linatumia gesi. Mheshimiwa mgeni rasmi, huyo ndo Dr. Mwinyi. Hiyo ni nasari. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimalizie kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa makamu wa pili wa rais, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, kwa kutusimamia kwa karibu na miongozo mbalimbali anayotupa kama mtendaji mkuu wa serikali. Tunamshukuru sana. Lakini vile vile naomba niwashukuru sana waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kwa ushirikiano wao katika kusimamia miradi. Ofisi ya Rais Fedha na Mipango, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, PDB, ZAECA, vyombo vya ulinzi, viongozi wa CCM, tunawashukuru sana kwa ushirikiano mliotupa katika usimamizi wa miradi hii. Naomba nishukue shukrani maalum kwa sheha wa shehia hii eneo hili hapa pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao muda wote walikuwa wanafanywa mashauriano wakati kazi hii inaendelea.
Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini B Unguja, Juma Sururu Juma, ameshukuru Wizara ya Elimu kwa miundombinu hayo, sambamba na kuwaomba wazazi na walezi kushirikiana katika kuwapeleka skuli watoto wao. Wana wilaya Kaskazini B tuko pamoja naye katika kuendeleza na kuisimamia miradi hii katika sehemu zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu katibu wa wizara hii ni mweledi na ni mwelewa na anachapa kazi. Naomba tumpigeni makofi. Yeye ndo mtendaji mkuu wa wizara na amekuwa anafikika, anashaurika na pia tunashirikiana naye katika kazi zetu mbalimbali pamoja na timu yake, naibu katibu na wakurugenzi. Kwanza nishukuru wizara hii kwa kutuwekea majina haya. Maana zamani tulikuwa tunaita majina ya tutu. Sasa wale wanaojua tutu wale sio hizi skuli. Siku hizi ni skuli za maandalizi. Tunashukuru sana Wizara ya Elimu kwa kubadilisha majina. Tunaomba wazazi kushirikiana na walimu wa skuli hizi katika kuwapeleka watoto wetu skuli hizi ambazo zina kila kitu na skuli ambazo ziko salama. Tunaomba mashirikiano sana wazazi, wananchi pamoja na walimu katika kuwasomesha watoto wetu. Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar imezindua jumla ya skuli 9 za maandalizi. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.